Nianze kwa kuwapa pongezi kubwa kwa siku yenu hii ambapo msingekuwa hivyo mlivyo kama Kristo asingaliweka wahudumu wa Ekaristi Takatifu. Hongereni sana mapadri. Na sisi tuwapongeze mapadri. Sababu katika maisha yetu padri ana nafasi ya pekee sana. Na leo tunapofanya misa hii ya Alhamisi Kuu, tusali kwa ajili ya kuombea mapadri wote. Lakini tuzidi kusali kuiombea miito mitakatifu ya kipadri katika kanisa ichanue. Tupate vijana wengi wema na watakatifu ambao watapokea malezi na kuwa mapadri wa kutuhudumia sisi sote. Masomo yetu ya leo yanajipambanua yenyewe katika mafumbo ambayo tunayaadhimisha leo. Somo letu la kwanza linalotoka katika kitabu cha Kutoka, tunaelezwa habari ya ile Pasaka ya Kiyahudi, ule mlo wa Pasaka waliokula Wayahudi wakiwa wanatoka katika nchi ya Misri kwenda katika nchi ya ahadi, na mtindo walivyoula. Lakini si adhima yangu kuelezea mtindo walioula, lakini nataka tuangalie vidokezo vichache katika somo hilo. Na la kwanza, naona wazi kuwa wana wa Israeli wanaitwa kwa pamoja na wanapewa maelekezo ya kula Pasaka, na wanaambiwa kuwa watafute baadhi ya vitu mbalimbali. Kati ya vitu hivyo tafutwe pia nyama au kondoo au mbuzi, lakini sio mkubwa kiasi hicho, wa mwaka mmoja, asiye na hatia yeyote, asiye na mahangaiko. Huyu wamchinje, na damu yake waende wakaimimine au waweke alama katika nyumba zote za Wayahudi, kwa sababu usiku ule Bwana ataenda kupiga wana wa Misri wote. Lakini akifika akikuta kuwa kuna damu katika nyumba, atajua hapa wapo Wayahudi na ataruka ile nyumba. Ndipo lilipokuja neno la Kiingereza, yani Passover. Passover ndio hiyo tunayoiita sasa sisi, tafsiri yake tunaelekea kuwa Pasaka. Manake ni kupass over. Anaondoka, akiona alama katika nyumba anaruka. Passover ni kuruka kwenda sehemu nyingine. Na ndivyo walivyofanya wana wa Israeli. Sasa katika hilo tu, kilichofanya wasipigwe wana wa Israeli ni alama ile ya damu ambayo iliwekwa ya mwanambuzi ambaye nyama yake waliila wao. Na ndio maana hawa watu walikuja wakafanya Passover. Je, sisi leo ambao tunaingia katika Pasaka hii, alama yetu ni nini? Umewekewa alama kiasi kwamba akija mtu wa kuangamiza wale waovu, wewe hutakuwepo? Umewekewa alama gani? Inakutambulisha hiyo alama? Kipindi chote cha Kwaresma tulialikwa na kuhimizwa kumiminiwa alama ya damu ya ukarimu, alama ya damu ya kusali, alama ya damu ya kutenda matendo ya huruma, na alama ya damu ya kufunga. Hizi ndizo ambazo kama tumemiminiwa, kama tumeishi katika kipindi vizuri cha Kwaresma, tutakuwa na alama hiyo ya kufunga, ya kusali, ya kufanya matendo ya huruma, yani kutoa sadaka. Je, wewe umefanya? Kama umefanya, wewe una damu, umeshamiminwa damu, na hivi utapita vizuri, utapass over kuelekea Pasaka.
Lakini kama sivyo, hujachelewa. Tuna siku ya leo, ya kesho na kesho kutwa. Jitahidi uingie katika mambo haya matatu. Ingia katika moyo wa kusali, na usali kweli. Sio usisali kwa maigizo au kusali ili fulani akuone, lakini sali ili Baba yako aonaye sirini akujazi katika siku hizi, ili uweze kuila kweli Pasaka. Toa sadaka ambayo inauma, ambayo ni nzuri, inayompendeza Mwenyezi Mungu, kama ukuweza kufanya katika kipindi kilichopita, ili sadaka yako Mungu aonaye sirini akujazi kwa sadaka hiyo. Uwe mkarimu kwa wote ambao wanahitaji huruma na msaada wako, kwa imani, kiroho na kimwili pia, ili katika ukarimu huo uhesabiwe na wewe haki. Haya ni mambo ya msingi sana ambayo yatatutambulisha kuingia katika Pasaka, na siku nilizosema zimebaki hizi 3. Lakini pia mlo huo ambao wana wa Israeli waliula, sisi tunaufananisha na Ekaristi Takatifu ambayo tunaipokea kila linapofanyika adhimisho la misa takatifu. Wana wa Israeli waliula mlo ule na wakatembea kuvuka kwenda katika nchi ya ahadi. Wakristo wa leo, mimi na wewe, ili tufike nchi yetu ya ahadi, hatuna sehemu ya kukwepa zaidi ya kupokea Yesu wa Ekaristi. Tumwamini, tumpende, tumwabudu, tumpokee, awe sehemu ya maisha yetu.